sisi ndio watumiaji wakubwa wa hili daraja katika kusafirisha makaa. Mheshimiwa Waziri, kwa haraka kwa siku huwa tunasafirisha tani 7,000 ambazo zinapita hapa kwenye hili daraja kwenda kwenye maeneo yetu ya mauzo, ambayo kwa wastani wa gharama yake ni kama milioni 700. Kwa lugha nyingine ni kwamba kutokuwepo kwa hili daraja, kila siku sisi tunatengeneza hasara. Kwa hali ilivyo sasa hivi, Mheshimiwa, tunahitaji angalau tupunguze hasara kwa kupata daraja lingine la dharura. Udhibiti wenzetu wa migodi umekuwa sio mzuri sana. Tumelazimika kutengeneza daraja la pembezoni pia ili kurahisisha mizigo yao mizito ipite hapa, lakini kwa bahati mbaya mvua ambayo imenyesha juzi kuamkia jana ikabomoa daraja hili, na juhudi zetu sasa ni kurudisha tena hapo, kwa sababu bado hatuwezi kuwaruhusu kupita pale, kwa sababu daraja hili wanatumia wananchi pia, mabasi na raia wengine ambao wana mizigo midogo. Kuna gari hapa zinavuta mpaka tani 75, huwezi kufikisha kwenye daraja lile la chuma. Kwa hiyo tumelazimika turudi tena hapa. Tatizo kubwa tuliloliona, tuliweka kipenyo kidogo cha maji. Kwa hiyo tutaongeza kontena nyingine, tutarudishia na maisha yataendelea kuwepo hapa. Na hili tutalifanya kwa haraka zaidi kwa sababu mkandarasi yupo katika eneo hili. Hili daraja ambalo lipo sasa hivi kwa kipindi hiki ambacho tupo kwenye dharura hii kubwa, lazima lilindwe kama mboni ya jicho, kwa sababu ni daraja linalowahudumia wananchi. Kipaumbele chetu cha kwanza ni wananchi, haliwezi kuwa jambo jingine lolote. Ni wananchi wawe na nafasi ya kupita wanapokwenda hospitalini, masokoni na shughuli zao mbalimbali. Tunafahamu kwamba ziko shughuli za kiuchumi ambazo zinaendelea upande huu, lakini hizo ni lazima ziwe ni jambo la pili. Sasa kwa kuwa hapa tunaweka kipaumbele cha wananchi wanaotumia barabara hii, hizi shughuli za kiuchumi ili zisisimame kwa muda mrefu, ili la dharura la kuweka containers lazima lifanyike usiku na mchana. Mwanze mara moja, tutahakikisha kwamba tunazungumza huku wizarani na makao makuu ya TANROADS na wenzetu wa mfuko wa barabara, kuongezeni nguvu ili kusudi muweze kufanya dharura hii, shughuli za kiuchumi zisisimame. Lakini mzigo mkubwa unapopita hapa ikikatika na hili, ina maana kwamba wananchi hawatapata nafasi ya kupita tena, mabasi hayatapita, gari za abiria hazitapita. Hilo haliwezekani. Kamati yako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa isimamie jambo hili kwa ukaribu sana, sababu mzigo wa tani kuanzia 10 mpaka 50 ukipitishwa hapa kila mara, na hili linaonekana limeanza kuchoka. Likikatika na hilo itakuwa ni tatizo kubwa. Lakini sasa ujenzi wa lile daraja la kudumu lazima liende kwa haraka na kwa ubora, kwa sababu hilo ndio jawabu ili shughuli zote za kijamii na za kiuchumi zisikwame.